Anko ni nyota na mwezi ni mzee Khalfan Ngassa. Mwandishi wa makala hii ni Kusma ni mzee, msimulizi ni mimi Imam Shughuli Mali. Miaka mingi iliyopita wazee wetu walishuhudia talanta kubwa ya mzee Khalfan Ngassa. Ni zile nyakati ambazo miguu yake likichafua sana ndani ya ramani za viwanja. Alibariki viini vya macho ya wazee wetu, kisha akatibu mioyo ya wapenda kandanda. Alivaa zile jezi za Pamba Jiji, kisha akavaa viatu vya Kariakoo pale Msimbazi. Miaka ikaaga dunia na kubaki historia kwenye vitabu vya burudani ya soka. Mungu akahitaji kizazi chetu kishuhudie nusu ya kipaji cha fadha mzee Khalfan Ngassa, na ndipo dunia ikapokea nuru iliyoangaza mitaa ya Mzizima. Kisha machiziboli wakaanza kushuhudia live burudani ya soka lake safi kupitia Azam TV. Mrisho Khalfan Ngassa akaanza kutonesha jeuri yake ya soka, akitambulika kama mmoja wa mawinga bora kuwahi kuibariki hii nchi. Kasi, aina yake ya uchezaji uwanjani ilikuwa burudani zaidi ya kutazama video za ajabu kwa VPN. Chenga za maudhi na uwezo wa kufunga mabao yalimfanya kuwa tishio kila kona ya mitaa ya wahuni. Anko aliacha alama zisizofutika. Alikuwa HOD wa furaha ndani ya njano na kijani. Hata alipokuwa Simba alikuwa mhimili mkuu wa hisia za wapenda burudani. Alikuwa mlenda kwenye koo za soka, huku akiacha lawama kila alipopita kwenye ngome za wapinzani kwa kufunga na kuasisti. Mashabiki wakampenda kwa upambanaji na kujituma kwake na uwezo wake mkubwa wa kubadilisha hatari kuwa amani. Alithibitisha ubora hauna mipaka. Kasi yake ilitesa sana ngome za ulinzi. Hakika aliendeleza tabia yake ya kufunga mabao muhimu na hakusita kuwa kipenzi cha mashabiki wa Azam FC. Uwezo wake wa kucheza pande zote mbili za uwanja ulimfanya kuwa silaha hatari kwa kila kocha. Mrisho atasalia kuwa gwiji wa mchezo wa football, na ujio wake Simba na Yanga ulikuwa ni ujio wa kuona nusu ya kipawa cha mzee wake Khalfan. Atakumbukwa aliahidi kuchoma nyumba zake 5 asipoifunga Simba, kisha akathibitisha hilo ndani ya dakika 14 tu. Uwanja ukasimamia ukucha, ni kelele tu bandaumiza, full time 3-3. Mzee aliacha urithi wa fundi, kasi na mabao yasiyosahaulika kwa wazee wetu, na mwanae Ngassa akathibitisha alikuwa mmoja wa wachezaji wenye vipaji vya hali ya juu ndani ya nchi hii ya Tanzania.